Young Africans tulipitia wakati mgumu, na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama. Lakini nakumbuka 2020 Mr. Ghalib aliniambia tumealikwa kwenye harambee kubwa ya ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kuikwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano ule. Kwa bahati mbaya nilikuwa nimesafiri, na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni 300, na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde. Na hiyo ndio historia ilipoanza hapo ya sisi na mimi binafsi kama kampuni ya GSM na mimi binafsi kuingia kwenye Young Africans. Baada ya kupita kwenye hatua, ilitolewa pia nafasi ya klabu ya Young Africans kutafuta mzabuni wa jezi, ambayo kampuni yetu iliweza kubid na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi. Na mimi nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji, ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara. Lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo nikakaa na Mr. Ghalib akaniambia, bwana, sasa hii bahati nzuri ni timu unayoshabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe. Fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe, kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara, lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Young Africans. Basi ndio tukaanza hapo, kabidi tusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka 2020 mwanzoni, wakati wa dirisha dogo, tukasajili wachezaji 4. Tukamsajili Bertrand Mchimbi, tukamsajili Adebayor Saleh, tukamsajili Bernard Morrison, na tukamsajili Haruna Niyonzima, na akarudi baada ya kuitumikia Young Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda.